Habari kubwa ambayo inatamba kutokea kule nchini China ni juu ya mahakama nchini humo ambayo imewahukumu adhabu ya kifo wanakikundi 11 wa familia maarufu ya Ming waliokuwa wakiendesha vituo vya utapeli nchini Myanmar, kwa mujibu wa vyombo vya habari vya serikali. Jumla ya watu 39 wa familia hiyo walipatikana na hatia kwa makosa mbalimbali ya jinai, wakiwemo 11 waliopewa kifungo cha maisha na wengine kifungo cha miaka 5 hadi 24. Familia ya Ming ambayo ilikuwa sehemu ya koo 4 zilizotawala mji wa mpakani wa Laucai, Shan State uligeuzwa kwa kitovu cha kamari haramu, dawa za kulevya na vituo vya utapeli mtandaoni. Ilitajwa kupata mapato ya zaidi ya yuan bilioni 10 ambazo ni sawasawa na dola bilioni 1.4, sawa na shilingi za Kitanzania trilioni 3.6 tangu mwaka 2015. Mahakama ilibaini kuwa familia hiyo pia ilihusishwa na vifo vya baadhi ya wafanyakazi wa vituo vya utapeli, wakiwemo waliopigwa risasi na kuzuia kurejea China. Watu 11 wa familia moja wanahukumiwa kifo, lakini sababu kubwa ambayo inatajwa ni utapeli ambao walikuwa wanauendeleza. Nadhani China ndo moja ya taifa kubwa ambalo linasimamia misimamo mikali inapokuja kwenye swala zima la madawa ya kulevya. Imeweka wazi kabisa ya kwamba hawataki kucheka linapokuja swala zima la madawa ya kulevya, kiasi kwamba mtu yoyote akikamatwa China na madawa ya kulevya hukumu ni moja tu, kunyongwa, hamna kitu kingine. Na ndio maana hii familia ilipokuja kukutwa na hatia ya kwamba wamehusika kwenye kesi kama hizi tangia 2015, jibu likawa moja tu: mahakama na sheria ya China ipo wazi, uhai wao uko mikononi mwetu sisi. Kwa hiyo hawa hawastahili kuishi hata kidogo. Familia inaenda kupoteza watu 11, lakini sababu kubwa ikiwa ni kujikita kwenye biashara haramu na uuzaji wa madawa ya kulevya.